Jumuiya ya watu wasioona Tanzania imewataka vijana nchini kutokubali kutumika na watu wa nje kuleta mafarakano ambayo inaweza kuhatarisha amani ya nchi na kuathiri makundi mbalimbali katika jamii ikiwemo watu wenye ulemavu. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa jumuiya hiyo Omar Itaba wakati wa mkutano uliowakutanisha wanachama wa jumuiya hiyo kujadili masuala ya amani kuelekea uchaguzi mkuu 2025 pamoja na utayari wa kundi hilo kushiriki katika uchaguzi huo. Na unaona leo wamekuja na ilani ambayo tunaisoma. Kwa hiyo mimi ni rahisi hata nisipoenda kwenye kampeni naisoma ilani, najua chama changu kimekusudia kufanya nini au chama A kimekusudia kufanya nini. Kwa hiyo na wao kama wanaweza basi wangefanya hivyo, lakini sidhani kwa sasa kwa sababu muda umekwisha. Sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu wanajenga vyuo vya kati karibia kila wilaya ili kupata ile elimu ya stadi za maisha ambayo itatusaidia, sio lazima kutegemea kuajiriwa lakini kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo bila amani hatuwezi kuona usomi wako, bila amani vyeti vyako hatuwezi kuona faida yake. Kwa hiyo amani ndio kila kitu na tusidanganyike. Twendeni tuvumiliane, tunaamini ajira ni swala ambalo mtambuka sio kwetu tu hata kwa nchi zingine. Kwa hiyo tusishawishike kwa kigezo cha kupata ajira. Maana yake ukivunja amani hakuna chocho. Ni sawa na mkulima ukivunja mpini wa jembe huwezi kulima. Kwa hiyo tuitunze amani yetu na tujitokeze kwa wingi kwenda kuchagua hao tunaoamini kwamba watatuvusha. Kwa upande wake mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Richard Kasesela amesema Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha kujali watu wenye ulemavu hasa wasioona kwa kuhakikisha ilani ya CCM inachapishwa kwa nukta nundu ili waweze kuielewa na kufanya maamuzi sahihi bila kushinikizwa. Kwanza kabisa nishukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hili lina umuhimu ya watu wenye ulemavu pia kuwa na ilani yao ambayo inaelezea matarajio tutakayofanya kwa miaka 5 ijayo. Ilani hiyo sasa ukiisoma ya kwenye Braille na ukiisoma ilani kubwa vyote viko sawa. Na nyie mmeshuhudia akisoma mwenyekiti pale. Alikuwa anasoma upande wa mafuta. Ukisoma upande wa mafuta kile alichokisema pale utakuta ni hivyo hivyo kivyoandikwa. Ya pili, waje watu hoji baada ya miaka 5. Mliahidi hiki na hiki, mmeandika hapa. Sio umesema, umeandika. Maana ya kuandika umesaini kwamba utakitekeleza. Kwa hiyo interest kubwa ya hii pia kuwapa hawa nafasi ya ushiriki. Lakini la tatu, kukumbushana na Watanzania kwamba kundi hili lipo, ni kundi kubwa, ni kundi linalohitaji msaada. Tusitoe tu tunatoaga sadaka, lakini hili kundi linahitaji sana msaada wa kusaidiwa kunyanyuka kutoka hapo walipo, kunyanyuka kutoka kwenye mateso. Nimeongezea jambo ambalo limekuwa bado hatujaanza kulifanyia kazi, la njia za kutembea za wenzetu hawa, hasa wenye uoni hafifu na wale wasioona. Ukienda nchi za wenzetu unakuta kuna nundu zimewekwa barabarani zinaonyesha direction anakwenda wapi. Nadhani sasa imefika wakati mwafaka wa kuwa na hizo nundu. Kuna kila sababu ya kujiorganize sisi. Si lazima uwe mtu mmoja, hata wawili, watatu, wanne, watano, kushirikiana pia na serikali yetu kuwa na utaratibu mzuri wa kuweza kukaa nao wenzetu wenye ulemavu, angalau kuwapa na wenyewe furaha katika mioyo yao katika siku maalum. Lakini kimsingi na kwa ujumla tumefarijika sana kuona jambo letu limekwenda vizuri na wenzetu wenye ulemavu hasa ulemavu wa macho wamepata ilani zao, wataweza kujisomea kwa jinsi ambavyo chama kimeandaa kwa ajili ya miaka 5 ijayo. Ndilo lilokuwa kubwa hasa kuzungumza na walemavu, kujua shida zao, lakini vile vile kuwakabidhi ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyotengenezwa rasmi kuweza kukidhi kwa accommodate wao walivyo. Tumetengeneza ilani nzuri sana, hasijawahi kutokea Tanzania na naamini watazisoma na watajua vipaumbele.